Sasa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mitazamo 360 alipotazama akagundua kwamba Rais John Pombe Magufuli muda wake wa kuishi hapa duniani umekwisha, ikakabidhiwa roho yake. Na kwa sababu katiba ya nchi inasema akifa rais anayeshika ni makamu wa rais, jicho la Allah likamtazama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba yeye ndio anafaa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliandika katika lauhi mahfudhi qabla an yuqaddira maqadira, qabla an yakhluqa samawati wal ardi wa qabla an yakhluqa kulla shay'in, kabla ya kuumba mbingu na ardhi na kabla ya kuumba kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amepanga hivyo. Kwa hiyo unapotaka kuhamanika na kuvuruga amani ya nchi, unataka kupingana na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunaambiwa ana asha wa anta tasha wallahu yaf'alu ma yashau. Mimi ninaweza kutaka jambo na wewe unaweza ukataka jambo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anafanya lile analolitaka. Siku zote la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa linapita. Kwa ndugu zangu katika imani, maana ya Uislamu ni amani. Sisi ndio tunatakiwa tuwe wa mwanzo kuienzi amani, tutoke kwa amani na utulivu kwa ajili ya kwenda kupiga kura, na tusiwe ndio wa kwanza tunatukanwa katika mitandao ya kijamii. Utaona katika comment wanazo comment watu kwamba wewe na wewe ni chawa, tunaitwa machawa. Kuna wengine wanasema huyo tayari kishapewa bahasha. Wallahi ma'al asafi shadidi, kinachonihuzunisha sana, yani mimi pamoja na umri wangu huu nisijue faida ya amani mpaka nipewe bahasha. Hatuoni mifano katika nchi za jirani, na wao pia walikuwa wanadai haki hivyo hivyo, lakini kwa sababu walidai haki katika mazingira ambayo hayakubaliki, leo hii wanajuta. Tazameni ambayo yanajiri Kongo. Kongo nao walikuwa wanadai kwamba wanadai haki, lakini leo sio mahala salama pa kuishi. Tazameni mambo yanayojiri Sudani, nao pia madai yao ilikuwa ni kudai haki, lakini kwa sababu walidai katika mazingira ambayo si rafiki, leo Sudani si mahala salama pa kuishi. Lakini mifano ya karibu tunayo hapa Kenya, walipojaribu kuandamana madai yao pia wanadai haki. Wallahi maduka ya watu yalivamiwa, bidhaa za watu zikaporwa, na ndiyo maana Imamu Ahmad ibn Hanbal alipofuatwa na kikundi wakati wake kwa madai watoke waandamane dhidi ya mtawala, Imamu Ahmad ibn Hanbal aliwaambia subhanallah, ad-dimaa, jamani msifanye hivyo, mtasababisha umwagikaji wa damu. Fa inni la ara dhalika wala amuru bihi, hakika mimi siliafiki hilo mnalotaka kulifanya na wala siliamrishi kabisa. Akawaambia mnataka kuleta fitna, mnataka kusababisha umwagikaji wa damu, hilo mnalotaka kulifanya nyinyi, tustabahul amwalu, mali za watu zitachukuliwa kwa dhulma, watu watajihalalishia kuchukua mali. Watuntahakul maharimu, na mambo ya haramu yatafanywa. Tunaona leo inapotokea vita, kina mama wanaathirika, wanabakwa hovyo, watoto wadogo wanabakwa, watusfaku fiha dimau, na damu zitamwagwa. Kuna namna ya kuidai haki. Akawazuia Imamu Ahmad ibn Hanbal, wakamwambia wewe unaogopea fitna, kwani sasa hivi hatuko kwenye fitna? Ni kama vile hii leo tu watu wanazungumza, mbona tuko kwenye fitna, watu wanatekwa, kuna mambo kadha wa kadha yanajitokeza. Na ndivyo alivyoulizwa Imamu Ahmad ibn Hanbal, je, sisi hatuko kwenye fitna? Akawaambia wa in kana inma hiya fitnatun khassa, hata kama tuko kwenye fitna, hakika fitna ya sasa ni ya baadhi tu ya watu. Fa idha waqa'atis sayfu ammatil fitna, lakini silaha itakapoanza kufanya kazi, fitna itawaenea watu wote. Sasa leo nyinyi mnalalamika kwamba amani, nchi haina amani, watu wanatekwa, lakini vita vitakapoanza, fitna hii itawaenea watu wote. Haitomchagua Muislamu au Mkristo, haitomchagua mtoto mdogo au mtu mzima, haichagui tajiri asiyekuwa tajiri,
wazee kwa vijana, fitna itawaenea watu wote. Kwa hiyo Imamu Ahmad akawaziwia wasifanye hivyo. Na sisi Waislamu, mafundisho yetu, hatujafundishwa kutafuta haki kwa kuandamana. Hayo sio mafundisho ya Qur'ani. Na ndio maana hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inatufundisha, ukitoka unaandamana kwa ajili ya mtawala, wewe ukifa umekufa kifo cha kijahilia, na huenda ikawa mafikio yako ni katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo tunalalamikiwa sana sisi tunaohamasisha amani, kwa nini hatuzungumzii haki? Sisi Waislamu tunafundishwa tuangalie lipi la kutanguliza na lipi la kuchelewesha. Mambo yote haya ni muhimu, haki ni muhimu, amani ni muhimu, lakini nini kinachotakiwa kitangulie kwanza? Kinachotangulia kwanza ni amani. Huwezi kuidai haki katika mazingira ya vurugu, huwezi kuidai haki katika mazingira ya fujo, huwezi kuidai haki katika mazingira ya vita. Tukisoma historia ya kuuliwa Saidina Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, alipouawa Saidina Uthman alikwenda kupewa bai'a Sayyidina Ali ibn Abi Talib, lakini kuna baadhi ya masahaba walijizuia kumpa bai'a, wakadai kwamba hatuwezi kukupa kiapo chetu cha utii mpaka utakaposimamia zoezi la kulipiza kisasi kwa wale waliomuua Saidina Uthman. Majibu ya Saidina Ali yalikuwaje? Aliwaambia, hatuwezi kuwatafuta waliomuua Saidina Uthmani ili tuwalipizie kisasi, na hali ya kuwa hapa Madina kuna vurugu, kuna fujo, mpaka tuirejeshe hali ya amani kwanza, amani na utulivu upatikane, ndio tuwatafute wale waliomuua Saidina Uthmani tuweze kuwapitishia kisasi. Hawa walikuwa wanatafuta haki ya kuuliwa Saidina Uthman ibn Affan, lakini Saidina Ali akawaambia, mnaitafutaje haki katika hali ya vurugu? Haki inatafutwa katika hali ya amani. Huwezi kuitafuta haki katika mazingira ya fujo. Tunayo mifano hapa hapa nchini kwetu Tanzania. Alipokuwa mtawala ni Rais John Pombe Magufuli, mikutano ya kisiasa ilizuiliwa na hakuna aliyekohoa, na kuna baadhi ya watu walimiminiwa risasi wakakimbia nchi, wengi tu, na kuna wengine wakawekwa ndani na zikawepo kesi karibia 400. Hatukumuona hata mmoja anakuja anaandamana anasema anatafuta haki. Kwa nini hakuyafanya hayo? Kwa sababu huwezi kuitafuta haki katika amani ya hofu, katika wakati wa hofu. Huwezi kuitafuta haki katika mazingira ya wasiwasi. Lazima amani kwanza irejee, ndio unaweza kuitafuta haki. Lakini alipoingia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akawahakikishia amani, wakarejea nchini, wakatafuta haki ya kufanya mikutano ya kisiasa wakapewa, wakatafuta haki ya zile kesi 400 zilizoko mahakamani zifutwe zikafutwa, lakini pia wakatafuta haki ya wale walioko ndani watolewe wakatolewa, wakafanya mikutano ya kisiasa na wengine wakawa wanamtukana. Wamepata haki kwa sababu wameitafuta katika mazingira ya amani. Kwa tunapoyasema haya, wenzetu wanatuelewa vibaya, lakini wallahi linaposhuka balaa katika nchi haliwezi kumwacha mwema wala muovu. Tunaambiwa idha nazala albalaa la yatruku barran wala fajra. Linaposhuka balaa halimwachi mwema wala muovu. Ndio maana sisi tunasimama katika mimbari hizi na kuhamasisha amani, kusisitiza amani, kufundisha amani, ili nchi yetu iweze kuendelea kuwa na amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoikhariji Imamu Bukhari, na hadithi hii inapatikana katika Riyadhus Salihin, anasema mathalul qaimi fi hududillahi walwaqi'i fiha, mfano wa yule mtu ambaye amesimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule ambaye ametumbukia katika mipaka yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema kamathali qaumin, ni kama vile mfano wa watu istahamu ala safina, walioingia kwenye jahazi kwa ajili ya kusafiri, kisha kura ikapigwa, baadhi yao kura ikawaangukia wakae juu ya safina,
na wengine kura ikawaangukia wakae chini underground. Sasa anasema wakana alladhina fi asfaliha, ikawa wale waliokaa chini idha staqaw min alma, wanapotaka kunywa maji, maru ala man fawqahum, wanakwenda paka kwa wale waliokaa juu, ndio wanakwenda kuyapata maji kule. Wakaona kwamba sisi tupata taabu sana, na sio kupata taabu tu, tunawakera wale wenzetu. Faqalu, wakasema, lau anna kharakna fi nasibina kharqan, kwa nini tusitoboe sehemu yetu hii ya chini tundu, wala mnuudhi man fawqana, tukitoboa tutayapata maji kwa urahisi na hatutowakera wale waliokaa juu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa in tarakuhum wama aradu, ikiwa walioko juu watawaacha hawa walioko chini wafanye yale wanayoyataka, halaku jamia, watahiliki wote. Sio walioko chini tu, hata wale walioko juu nao pia watahiliki, wataangamia kwa sababu wamewaacha. Wa in akhadhu ala aidihim, ikiwa watawazuia, najau wa najau jamia, wataokoka walioko juu na hawa pia walioko chini itakuwa ni sababu ya kuokoka pia. Ndivyo ilivyo katika kipindi hiki tulicho nacho. Tukisema shauri yao bana, waache waandamane, yakitokea machafuko wao wataangamia, na sisi ambao hatukusimama kusema pia tutaangamia. Na ndio maana mfululizo wa hutuba zetu, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi, lazima tuzungumzie amani. Wale wanaotaka kutuita sisi ni machawa, wanaotuite, kwa sababu tunajua kile tunachokihangaikia. Na wale ambao wanatuita sisi tumepewa bahasha, acha watuite. Leo hii amani ikivurugika, sisi wasoma dua, nani atakayekuja kusomewa dua? Mabomu yanarindima, risasi zinaunguruma, nani atatoka nyumbani kwake aje kusomewa dua? Kwa hiyo tunajua faida ya amani na tunajua madhila ya kutoweka amani katika miji, na hasa ukizingatia tunaona katika miji ya wenzetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tarehe 29 ifike kwa salama na tutoke kwa ajili ya kwenda kupiga kura. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله على التمام والكمال وأقم الصلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا